au mpinga Kristo ni nani? Ama mpinga Kristo ni wa aina gani? Mpinga Kristo ni nani, au tutamtambua vipi mpinga Kristo? Katika maandiko, Biblia inasema katika Yohana wa kwanza 2:18, Yohana wa kwanza 2:18 mpaka 19. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Biblia inaendelea kusema hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Mpinga Kristo yuaja, na hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Bwana Yesu apewe sifa. Wapinga Kristo wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. 19 endelea kusema walikuwa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walikuwa wa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka kuongelea juu ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo, umeshawahi kusikia scandals nyingi katika makanisa. Nasikia mara makanisa ndio kunaonekana watu wakifanya hivi na hivi, mapasta ndio wanaonekana wakifanya hivi. Kuna mapasta wengine wanaambia watu wapige magoti, wainame, alafu pasta atembee juu yao. Bwana Yesu apewe sifa. Pasta atembee juu ya washirika. Scandals nyingi zinaonekana katika makanisa. Kuna wakati mimi nilikuwa sielewi, naanza kusema, jamani, kwa nini mambo haya yafanyika katika makanisa? Kwa nini mambo haya yafanyike katika makanisa? Kwa nini jambo hili lifanyike katika makanisa? Bwana Yesu apewe sifa. Utapata hata ngoma zingine zapigwa, watu wanacheza, ngoma ni gospel, inachezwa ndani ya kanisa, lakini jinsi wanavyocheza ngoma ile si ya Kikristo. Yaani haiendani na maadili ya Kristo. Wanacheza ngoma kidesign ya kijao. Sasa nikawa najiuliza, sasa kwa nini? Pastor haielewi ama haoni? Nikawa najiuliza maswali mengi. Kwa nini pastor? Yaani watu wanacheza mchezo, yaani muziki unachezwa, sawa ni gospel, nyimbo ni gospel, unaweza kuicheza kiutukufu, kiutakatifu, kimaadili ya kiungu, lakini unaona wanacheza, yaani utashangaa ni kanisani ama ni nini. Sasa nikawa najiuliza, jamani, kwa nini zinachezwa hizi kanisani? Au kwa ni pastor aone? Viongozi wa kanisa wako wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Utapata maskendo wengine wasia pastor sijui anaambia wamama waende, anawashikashika. Yaani ili mradi kanisa liharibiwe jina. Ulisikia Makenzi? Ili mradi kanisa liharibiwe jina. Bwana Yesu apewe sifa. Walienda kwa Makenzi wakafunga ili kwamba wafe wakutane na Kristo. Walikuwa ni akina nani? Hawakuwa Waislamu, hawakuwa Wahindu, hawakuwa madhehebu wote wale wengine, hawakuwa hao, lakini walikuwa ni Wakristo. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa Wakristo. Watu wa Makenzi walikuwa Wakristo. Kuna hivi navyo pia ushawaisikia kanisa la mashetani. Kuna mwaka jana tulisikia Illuminati wamefungiwa kanisa. Illuminati wamefungia nini? Kanisa. Illuminati wamefungiwa kanisa. Hatujasikia kwa Illuminati wamefungiwa msikiti. Hawana msikiti na Illuminati. Illuminati wamefungiwa sijui sinagogi. Masinagogi ni ya Wahindu. Matemple ni ya Wahindu. Hatujasikia Illuminati wamefungiwa sinagogi. Hawana masinagogi, wako na makanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa nini wa Illuminati wanafungiwa makanisa? Nikichukue.
Mailuminati wanafungiwa makanisa. Ni nini kanisa? Sio sinagogi, si msikiti, wala si temple, yaani si kitu chengine. Jina ni kanisa. Kanisa ni la kina nani? Kanisa ni la Wakristo. Kanisa ni la Wakristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ndani ya Biblia imetuambia kuwa, kwa hiyo turudie tena 18, watoto ni wakati wa mwisho, kama mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuwaja. Mpinga Kristo yuwaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Siri iko hapa. Ukishaelewa hapa, hautakuwa na wasiwasi tena. Maana katika misikiti hakuna Kristo, hawahubiri Kristo, hawafuati Kristo. Wahindu hawafuati Kristo, hawahubiri Kristo. Yaani madhehebu mengine yote, dini zote zingine mbali na Kristo, hawamfuati Kristo, hawahubiri Kristo. Kwa hivyo mpinga Kristo hawezi kuwapo ndani yao. Yaani mpinga Kristo hawezi kuwa katikati yao. Maana hao si watu wa Kristo, maana hao si wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usikaa ukishangaa kwa nini afu watu inaharibiwa jina kiasi cha kuwa ya kwamba Wakristo wanatukanwa, Ukristo unatukanwa, Ukristo unadhalilishwa, Ukristo unaaibishwa, Ukristo unasemwa vibaya, Ukristo. Ni kwa sababu Biblia inasema watoto ni wakati wa mwisho, kama vile mlivyoambiwa kwamba mpinga Kristo yuwaja. Na hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walikuwa kwetu lakini hawakuwa wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo walikuwa au mapasta ambao unaona wanasemekana na maskendo, wanakutana na maskendo, sijui kama au sitaki kuwataja wengi. Wako naweza wataja wengi lakini sitaki kuwataja. Yaani wewe tambua tu kama unawajua. If you know you know. Wale wanaohusikana na skendo walikuwa kwetu. Kifungu cha 19, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Kwa hivyo walitoka katika makanisa lakini hawakuwa wa Kristo. Walitoka katika makanisa ambayo yasemekana ni makanisa ya Kristo lakini hawakuwa wa Kristo. 19, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu. Ushaona? Kwa hivyo Illuminati walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka katika Wakristo, walitoka katika makanisa, wakatajwa na makanisa lakini hawakuwa wa makanisa. Lazima nitamtaja sababu kila kitu tulimuongelea, magazeti, kila kitu, na TV, na redio walimuongelea. Mackenzie aliambia watu wafunge ili kwamba wafanye nini? Wamuone Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Kwa hivyo usishangae kuona mambo mengi yanafanyika katika makanisa, mambo mengi yanafanyika katika watu ambao wanaitwa Wakristo. Hiyo ni roho ya mpinga Kristo, the spirit of antichrist revealing itself. The spirit of antichrist is just revealing itself. Roho ya mpinga Kristo, roho ya mpinga Kristo inajidhihirisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama maandiko yanavyosema, narudia tena, kama maandiko yanavyosema, watoto ni wakati wa mwisho, na kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuwaja. Na hata sasa wapo, hata sasa wanatenda kazi, hata sasa wanaonekana, hata sasa wanajulikana, atabulikana. Kwa hivyo wote wanaofanya mambo yao hayo wanafanya ndani ya makanisa, wanafanya. Hao mapasta wanawaambia watu wafunge ili wafe, walitoka ndani ya makanisa, walitoka ndani ya Ukristo lakini hawakuwa wa Kristo. They were antichrist. Hao Illuminati wanaosemekana Illuminati amefungiwa kanisa, makanisa ni ya Wakristo, walitoka katika makanisa wakasemekana ni wa makanisa. They were not Christians, they were antichrist. Jina la Bwana lipewe sifa. Walikuwa kwetu, wakatoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka katika makanisa,
wakaambia watu wafanye hivi na hivi, wakaonekana ni Wakristo lakini hawakuwa Wakristo. Ilikuwa ni spirit, roho ya mpinga Kristo ndani yao. Haiwezi kufanyika ndani ya misikiti, maana katika misikiti hakuhubiriwi Kristo. Katika misikiti hakuna Kristo. Ndani ya misikiti hakuhubiriwi Kristo, wala hakuna mpinga Kristo ndani. Akitokea atapinga nani? So wanatokea katika pale ambapo Kristo yuko, pale Kristo anapotajwa, pale Kristo anapoabudiwa, pale Kristo anapohubiriwa, pale Kristo anapodumu. Hapo ndipo mpinga Kristo atajitukuza, hapo ndipo mpinga Kristo ataonekana. Hawezi onekana katika masinagogi ya Wahindu, maana wenye they themselves they are antichrist. Haitaonekana ndani ya mosques because they themselves they don't believe in Christ. They are antichrist themselves. They are antichrist themselves. Whoever don't believe in Christ, he who don't believe in Christ, he who don't believe in Christ, he who don't have faith in Christ, he or she is a antichrist. Yeye asiyemkubali Kristo, asiyemwamini Kristo, asiyempokea Yesu Kristo, asiyemkubali Yesu Kristo, yeye ni mpinga Kristo. Kwa hivyo hawataonekana kwengine. Wakionekana kule kwengine watakuwa wanampinga nani? Hawataonekana kule, lazima waonekane katika Kristo, ndiposa roho ya mpinga Kristo ijulikane inatenda kazi hata sasa. The spirit of antichrist ipo, inafanya kazi. Biblia inasema watoto inawapasa mjue ya kuwa mpinga Kristo yuaja, na hata sasa mpinga Kristo amekwisha fika, amekwisha kuja, anatenda kazi, anafanya kazi. Wako si mmoja, si wawili, si watatu, wengi. Na hawatapinga Kristo kwengine, watampinga Kristo ndani ya makanisa. Hawatapinga Kristo kwengine, watampinga Kristo ndani ya Wakristo. Hawatapinga Kristo kwengine, watampinga Kristo katika kusanyiko la Wakristo. Pale panapoitanishwa Kristo, pale panapohubiriwa Kristo, pale panapojulikana ni pa Kristo, hapo ndio wapinga Kristo watajidhihirisha. Hapo wapinga Kristo ndipo watakapoonekana. Maana Kristo ni mmoja, na ana dhehebu moja, na ana imani moja, na ana kanisa moja. Kwa hivyo hapo ndio watajitokeza wapinga Kristo. Ndiposa hautasikia msikiti wa shetani, msikiti wa Illuminati, temple la Illuminati. Hautasikia sinagogi la Illuminati, ni kanisa la Illuminati. Kanisa la Illuminati. Kwa nini? Ili ile roho ya mpinga Kristo iharibu jina la kanisa. Mapasta watajitokeza wengi, watafanya vioja, watafanya mambo mengi, vitu ambavyo hata wewe mwenyewe ukiangalia utasema lakini hao Wakristo wako vipi? Wakristo wanakaa vipi yani? Hii dini ya Kikristo ni ya vipi? Lakini si dini ya Wakristo, ni mpinga Kristo ndio anachafua kanisa. Maana hata mtu mwenye akili zake timamu hawezi sema ati uiname apande juu ya mgongo apite. That is slavery, ambaye hairuhusiwi, lakini inafanyika. Ndio watu washangae, mambo gani haya yanafanyika? Ili kwamba Ukristo uchafuliwe, ili kwamba Ukristo uharibiwe. Kwa hivyo saizi wametokea wengi. Biblia inasema wapo wengi, ili kwamba wachanganye, waharibu sifa ya Ukristo, waharibu sifa ya kanisa, wachafue Ukristo, wachafue sifa ya kanisa. Ni nini? The spirit of antichrist. Haitaonekana kwingine, haitaonekana kwingine. Take note of this. Haitaonekana kwingine, maana kule hakuna Kristo. Lazima ifanye kazi palipo na Kristo. Lazima ifanye kazi palipo na Kristo. Kwa hivyo spirit ya mpinga Kristo inatenda kazi hata sasa. Na pengine umeshawahi kutana nao, ama umeshawahi kuwasikia, umeshawahi kuwaona, umeshawahi kushiriki nao, umeshawahi kushiriki kwao.
Ni makanisa ukifika unaambiwa sijui uiname, sijui ama utembee kinyuma nyuma ama ufanye nini. Wako na mikakati yao. Wanajiita Wakristo but si Wakristo, they are antichrist, wapinga Kristo. Spirit ya mpinga Kristo imekwisha fika. Ndipo Biblia sema msiamini kila roho. Biblia tuambia msiamini kila roho, msiamini kila kanisa, msiamini kila pasta, msiamini kila nabii, msiamini kila anayesema ni Mkristo. Wajaribuni, zijaribuni kila roho. Msiamini kila roho. Msiambie sijui mfunge maana mkifunga mkifa mtamuona Kristo. Msiamini kila kitu. Jaribuni, zijaribuni hizo roho. Wajaribuni au watu muwaone. Kama Mackenzie anaambia watu fungeni mufe mtamuona Kristo, wakati yeye mwenyewe anatembea na chupa ya maji paka mahakamani. Antichrist. Biblia iliwajua watakuweko, ikatu alert. Mpinga Kristo yuaja na ameshakwisha kuja. Wapo wengi. Kwa hivyo msiamini kila neno, msiamini kila roho. Roho yoyote inayoletwa, yani kila spirit inayokuja au kila mahubiri anayokuja, kila mchungaji anayekuja, kila nabii anayejitokeza, msiamini kwa wepesi, msiamini kwa haraka. Kila kanisa linalofunguliwa si la kutulikimbilia. Si kila nabii anayetokeza wa kumkimbilia. Si kila pasta anayefungua kanisa. Mnasikia sijui pasta gani yuko kwa fulani, watu mbio wanaenda. Biblia inasema msiamini kila roho, maana zingine ni za wapinga Kristo. Zitawatoa katika imani yenu na kuwapeleka katika imani potovu, imani gushi. Barikiwe.